wastahili, 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 wastahili. Baba, tunakushukuru kwa sababu ni wewe peke yako uliye mtakatifu. Ni wewe peke yako unastahili. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Mioyo yetu imekuchagua wewe. Mioyo yetu inakuadhimisha wewe. Asante kwa kibali na neema ambayo umetupa tena jioni leo. Hata kuwepo katika malango ya nyumba hii ni mapenzi yako Bwana sisi tuwepo hapa. Kwa kuwa umetukusanya tena Bwana, najua kuna hatua nyingine ambayo unakwenda kutupa. Asante Bwana kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu ambaye umemtuma kwetu jioni ya leo ili aweze kutuhudumia vile ipasavyo. Nami najitiisha chini ya mamlaka ya Roho wa Mungu, unitumie kama chombo chako tu kuleta mapenzi yako kwa watu hao. Asante Bwana kwa sababu mamlaka ni yako, nguvu ni yako na utukufu ni wako, katika jina la Yesu. Amen. Basi naomba ukae kwenye kiti chako. Tumepata fursa tena na leo siku ya Alhamisi ya tarehe 2 leo katika historia ya ulimwengu ni siku maalum sana. Ni siku ambayo Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake na akala nao mara ya mwisho kabla ya kufa, au kabla ya kwenda msalabani, au kabla ya kupata mateso ambayo ilikuwa imembidi ayapate, kwa kuwa ndio aliyokuwa ameandikiwa. Kwa hiyo tunaweza kuita kwamba ni Alhamisi Kuu, siku ambayo Yesu alikula nao wanafunzi wake kwa mara ya mwisho, na akatoa ahadi kwamba tutakula pamoja naye tena katika utukufu wake. Kwa hiyo ni siku ambayo ina historia kubwa kwa sisi wenye ambao tuna imani hii, kwa kuwa Yesu alileta ukombozi katika maisha yetu. Na kwa namna hiyo basi tutajifunza vitu kadha wa kadha leo ambavyo vitatusaidia kuweza kufikia malengo au makusudi ya Mungu kutuleta hapa duniani. Kwa hiyo kama unaandika ujumbe wetu, una kichwa kinachosema siri ya kuwa na huduma yenye ushawishi. Siri ya kuwa na huduma yenye ushawishi. Nimeweka hapo huduma, lakini unaweza kuweka kile ambacho nakifanya, lakini tunaona kwamba tuweke huduma, lakini linalenga maisha ya mtu mmoja mmoja. Somo hili
Unaweza ukawa ni mwalimu, unafundisha, umeajiriwa mahali, au unaweza kuwa wewe ni mfanyakazi, supervisor, engineer au operator, au unaweza kuwa wewe ni HR, manager, mkurugenzi, waziri, mbunge, mwenyekiti wa serikali za mitaa, mkuu wa nyumba kumi na mambo mbalimbali. Wewe ni daktari, wewe ni profesa, wewe ni lecturer, vyovyote vile. Kwa kawaida kwenye kila mtu anachokifanya anategemea mafanikio, na mafanikio katika kile unachokifanya hayawezi kutokea tu kwa bahati mbaya. Kwa sababu tu wewe ni daktari, basi utapata mafanikio katika udaktari wako. Kuna ambao ni madaktari lakini hawajafanikiwa katika udaktari wao. Kuna ambao ni walimu, kuna ambao ni madereva, kuna ambao ni mapilot, kuna ambao ni manahodha lakini bado hawajafanikiwa. Kuna ambao ni wachungaji, kuna ambao ni waimbaji, kuna ambao ni wapigaji wa vyombo instrument, kuna ambao ni mafundi washi, mafundi ujenzi, mafundi seremala, mafundi kadha wa kadha. Lakini ili uweze kufanikiwa katika kile unachofanya, lazima kiguse maisha ya watu. Unaweza kuwa ni mfanyabiashara, unafanya biashara zako ndogo ndogo, lakini ili uweze kufanikiwa katika hiyo biashara, kufanikiwa kwenye hiyo biashara, maana yake upate wateja. Upate wateja waje wanunue bidhaa yako, wakupe fedha, ili kwamba uweze kuongezeka hapo na ukidhi mahitaji yako ya kila siku. Unahitaji nguvu ya ushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ziko siri ambazo zinaweza kumsaidia mtu huduma yake ikawa na ushawishi, au biashara yake ikawa na ushawishi, au kazi yake ikawa na ushawishi, au nafasi aliyopo akawa na ushawishi. Ndio maana utaona katika ulimwengu wa leo kila mtu ana ushawishi wake. Kuna ushawishi wa kipepo, kuna ushawishi mzuri, kuna ushawishi mbaya. Maana yake kuna nguvu inayomfanya aweze kuwa na influence kwenye kile ambacho anakifanya. Sasa ziko siri ambazo watu wanazijua. Kila aliyefanikiwa kwenye eneo fulani kuna siri aliijua, au kuna fumbo alilifumbua likampa kufanikiwa. Tunaweza kuwa tumezaliwa na Mungu ameweka baraka tayari juu yetu, na bado usifanikiwe pamoja na kwamba umebarikiwa. Ndio maana utaona kwa mfano Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Akawabarikia, akawaambia zaeni muongezeke mkajaze nchi. Kwa hiyo kila aliyeumbwa na Mungu alitamkiwa baraka na Mungu. Lakini utashangaa kwamba huenda kwamba iko baraka ya Mungu juu ya maisha yako, lakini bado hufanikiwi. Bado una haso katika maisha. Kuna watu wengi wanasema hivi, unajua mimi sifanikiwi kwa sababu nimekosa neno la baraka kupita kutoka kwa wazazi. Unamtafuta mtu, unahangaika, unasema acha nimtafute mtu atamkie maneno, aniombee angalau nisemee maneno. Unatafuta kabisa na sadaka. Unatafuta sadaka yako nzuri kabisa, unampata huyo mtu, unamwambia naomba uniwekee mikono, naomba utamke maneno juu yangu kwa sababu nimeona sipenyi, nimehaso kwa muda mrefu. Lakini pamoja na kufanya haya yote, lakini bado huwezi kupenya. Hauwezi kupenya kwa sababu kila aliyepenya kuna siri alijua. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyefanikiwa katika maisha haya kuna siri fulani ambazo alikuwa anazijua. Kuna kanuni fulani ambazo alikuwa anazifahamu.
Kuna sheria fulani ambazo alikuwa anazifahamu, na alipoanza kuzifunua katika maisha yake akafanikiwa. Hiki ndicho ambacho nataka tujifunze leo, na tukiangalia kwa upana zaidi siri ya kufanikiwa au siri ya kuwa na huduma iliyofanikiwa. Tunawezaje kufanikiwa? Huduma inawezaje kufanikiwa? Huduma ya kuimba inawezaje kufanikiwa? Kuna watu wanaimba vizuri lakini hawawezi kupenya. Lakini kuna watu ambao ni wa kawaida kabisa, hata kuimba kwa ni kawaida lakini wamefanikiwa. Shida iko wapi? Je, shida ni kujua kuimba? Kuna watu ambao wao ni wafanyaji kazi wazuri sana. Ukimpa kazi yako anafanya vizuri, ni mwaminifu kwa kweli katika kazi, lakini bado hajafanikiwa kwenye kazi. Ila kuna mtu ambaye ni tapeli tu, mjanja tu, amefanikiwa katika kazi yake. Sasa hiyo inachanganya na inamfanya mtu afike mahala akata tamaa. Lakini hupaswi kukata tamaa. Unapaswa kujua siri ambayo itakufanya wewe uweze kufanikiwa katika industry yako, katika eneo lako, kwenye lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ziko siri. Hebu tuangalie kwanza ushawishi ni nini, kwa sababu tunaangalia siri ya kuwa na huduma au biashara yenye ushawishi. Ushawishi ni nini? Ushawishi ni nini? Ushawishi ni uwepo wa Mungu ndani yako unaogusa maisha au mioyo ya wengine. Ushawishi ni nini? Ushawishi ni uwepo au nguvu za Mungu ndani yako zinazogusa maisha ya wengine, tabia za wengine, mioyo ya wengine, matatizo ya wengine, dhiki za wengine. Ukiwa na ushawishi wa kuweza kuyagusa maisha ya watu wengine, kufanikiwa ni garanti. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wana huduma au wana biashara au wana kazi au wana industry, lakini si zote zina ushawishi. Unaweza kubaki na biashara yako ile ya kawaida kabisa, na ndio maana kuna uwezekano mkubwa hapo ulipo ukaongeza value ya kile unachokifanya bila kukibadilisha, bila kukiacha. Kuna watu wameacha maeneo yao ambayo Mungu amewasaini wakae pale, kwa sababu wameona hayana impact, hayana mafanikio, wakarukia mahala pengine, wakadidimia au wakapotea au wakaharibikiwa. Ni kwa sababu hujajua tu kwamba unaweza ukakiongezea value kile ambacho unacho na kikakutoa katika maisha haya. Kwa sababu kinachohitajika au jamii inahitaji nini? Inahitaji mguso, kufikiwa katika shida zao, tabu zao, changamoto zao. Ukiwa na uwezo wa kuwafikia na ukawaonyesha uwezo ulionao, ukatatua matatizo yao, ukasaidia hali zao, watakuhitaji kesho. Mfano, mara nyingi tumehisi au kuwaza kwamba labda Mungu hana mpango na mimi kwa sababu nimekuwa nimeshindwa mara kadhaa, hali ya kwamba nafunga, hali ya kwamba naomba, hali ya kwamba ninalo neno la Mungu ndani yangu, nasoma neno, natafasiri neno,
lakini pia nafunga na kuomba, natoa sadaka, nampenda Mungu, najilinda na maisha ya dhambi, natembea katika njia za Mungu, natii kile Mungu anachoniambia, nakifuata kile Mungu ambacho anasema na mimi, lakini sioni kama naweza kufanikiwa. Nikuonyeshe mfano mmoja kwenye Biblia, mtu mmoja anaitwa Joshua. Ninaomba ufungue kwenye kile kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 13. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 13. Tuangalie kidogo tu hapo mfano huu. Nitasoma ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleze nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli katika kabila la baba zao. Mtatuma mtu mmoja, kila mtu awe mkuu kati yao. Mungu anazungumza na Musa, atume watu waende waipeleleze nchi ambayo Mungu ameahidi kuwapa wana wa Israeli. Na Mungu anatoa maelekezo kwamba hao watu wanaotumwa waende kule wawe katika kabila za baba zao. Maana yake kabila moja watoe mtu mmoja ambaye atawakilisha kama kiongozi. Katika wale waliotumwa mstari ule wa 8. Katika kabila la Efraim, Hoshea mwana wa Nuni alitumwa. Hoshea mwana wa Nuni. Kabla Joshua hakuitwa Joshua, alikuwa anaitwa Hoshea. Ndio jina lake la awali, jina ambalo amepewa na wazazi wake, ukoo wake, anaitwa Hoshea. Lakini baadaye Musa akambadilisha jina, akamwita Joshua. Neno Joshua maana yake mkombozi. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa Amashia, Osia Amashia, maana yake mkombozi. Yeye achukuaye dhambi ya ulimwengu, maana yake mkombozi, mtengeneza njia, milikisha watu baraka. Kwa tunamwona Joshua alikuwepo katika wale waliotumwa kwenda kuipeleleza nchi. Wakati wamerudi wale wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi, kwa sababu walikuwa wapelelezi 12, wakatoa ripoti zao mbele ya Musa na Haruni na wana wa Israeli. Wana present research yao, wana present kile ambacho wamehaso kwa siku 40. Wanakileta sasa mbele ya Musa na Haruni na wana wa Israeli. Walipokileta mbele ya Haruni na Musa na wana wa Israeli, Biblia inasema kikakataliwa, kikapingwa. Yakagawanyika makundi mawili. Makundi la kwanza la watu 10 walikuwa na ushawishi mbaya, wakawashawishi wale watu kugoma kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini wakasimama Joshua na Caleb wakasema, ni kweli, lakini Mungu tunamtumikia akipenda anaweza kutupa hii nchi. Hebu tuangalie Hesabu sura ya 14 mstari wa 6 hadi mstari wa 10. Na Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakisema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hiyo, atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula chetu. Kinga iliyokuwa juu yao
imeondolewa. Hebu sema kinga iliyokuwa juu yao imeondolewa. Hebu sema kinga iliyokuwa juu yao imeondolewa. Sikiliza maneno ya Kalebu na Joshua, wanawaambia msiwaogope hawa, msimuasi Bwana wala msiwaogope, kwa kuwa kinga iliyokuwa juu yao imeondolewa. Adui yako hata kama alikuwa na nguvu kubwa kiasi gani, Mungu akiondoa kinga juu yake, unampiga asubuhi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa umbo na kwa mwonekano wa macho atakuwa anakutisha, kwa sababu haondolewi ule uwezo wa kuonekana kwamba ni dhaifu, ila anaondolewa kinga. Maana yake egemeo lake na tegemeo lake linaondolewa. Kwa hiyo kwa kumwogopa, maana yake unamwasi Bwana. Ndio maana hata Daudi amemwona Goliath, mtu wa Gati, ni pande la mtu, ana silaha zake na silaha wake. Sauli akimwangalia anamwona Goliath ni mtu hatari. Israeli wanapomwona Goliath wanaona ni mtu hatari, lakini Daudi anapomwona Goliath anamwona si kitu, ingawa ana mapamba ya chuma, kwa sababu anajua kinga imeondolewa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, wakasema kwamba kinga imeondolewa juu yao. Maana yake walikuwa na kinga, naye Bwana yuko pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe mawe. Maana yake Joshua na Kalebu, ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele za wana wa Israeli wote. Mungu akaja kuamria kesi. Ilikuwa mtu afe, ilikuwa mtu apigwe mawe. Mungu akaja kuamria kesi, akawakuta wazee wa Israeli wana mawe mkononi, wataka kumpiga Kalebu, wataka kumpiga Joshua. Kwa hiyo Joshua yeye ushawishi wake haukuwa na nguvu wakati ule, kwa hiyo akafeli. Na ukumbuke Joshua alikuwa tayari ameshaandaliwa na Musa ili awe kiongozi badala ya Musa, lakini hakuweza kusogea mbele wala hakuweza kufaulu. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na ushawishi, hakuwa na nguvu ya ushawishi kwa wakati ule. Alikuwa na hekima, alikuwa na maarifa, alikuwa anajua njia zote, lakini hakuwa na ushawishi. Kwa maana yake akafeli katika huduma yake, akafeli katika uongozi wake. Kwa hiyo akashindwa kuongoza wakati huo watu wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, Kalebu na Joshua wakawatuliza wale watu, lakini ikashindikana kwao. Kwa tunaona Joshua alishindwa kuongoza Israeli kwa sababu nguvu yake ya ushawishi ilikuwa ndogo kwa wakati huo. Lakini tunaona kipindi hicho chote kikapita kwa Joshua. Tunamwona baadaye Joshua anawaongoza wana wa Israeli kuwavusha Yordani na kuwamilikisha baraka zake, baada ya kuwa ushawishi wake umeongezeka. Maanake nguvu ya ushawishi inaongezeka. Utaona kitabu cha Joshua ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 9, kusoma kwa wakati wako. Utaona Mungu anakuja kwa Joshua. Mungu anakuja kwa Joshua, anaongea na Joshua maneno mazito sana. Anasema baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Sasa ondoka uvuke mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hadi nchi niwapayo wana wa Israeli. Ondoka uende. Tunaona ule mstari wa 8, mstari wa 6. Uwe hodari na moyo ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zako ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana yake nini? Ongeza uwezo wako, ongeza nguvu zako ili uweze, kwa sababu wewe ndio utakayewavusha.
na wewe utawabarikisha baraka zake. Tunamuona Yoshua, yeye alifeli, alishindwa, lakini hakukata tamaa. Alipingwa, maneno yake yalikataa, waliyakataa, wakayatupilia mbali. Wakasema usituambie wewe unaongea vitu gani? Lakini bado yule yule ambaye alishindwa mara ya kwanza, Mungu alimsaidia baadaye, baada ya kuwa ushawishi wake umeongezeka. Huduma yenye ushawishi ni ipi? Tunapoongelea kwa habari ya ushawishi, kama nilivyotangulia kusema, ushawishi ni uwepo wa Mungu au nguvu za Mungu ndani ya mtu ambazo zinaweza kugusa maisha ya watu wengine. Sasa huduma yenye ushawishi ni ipi? Biashara yenye ushawishi ni ipi? Kazi yenye ushawishi ni ipi? Unawezaje kuwa na ushawishi kwenye kile unachokifanya kikakuletea matokeo kwenye maisha yako? Ni kazi gani? Ni nini ambacho unakifanya? Unaweza kusema mimi sipati wateja. Unaweza usipate wateja ni kwa sababu huna ushawishi. Nguvu yako ya ushawishi haipo. Unaweza kupika maandazi yakaishi, yasiliwe, yasuzike, hata watu wa nyumbani mwako wasiale, kama hauna ushawishi, hauna nguvu ya ushawishi. Ushawishi sio tu kuambia watu bwana maandazi inatengeneza vizuri sana, kula tu. Kuna kitu ndani ambacho ndicho najaribu kukiongelea, ambacho ukikipata hicho, angalia kwa mfano, utakuta ukienda kwa mantilie, unakuta mama ntilie anakusanya watu wengi sana, lakini ukiangalia mandhari ya hapo ambapo watu wanalia chakula, meza zake, vyombo vyake, utaratibu wa kupakua chakula, hata hauridhishi sana, lakini anakusanya watu. Mtu haulizi, anaenda tu bana, niwekee pale, anawekewa pale, anachanganywa mule, maharage yanachanganywa mule, nyama inachanganywa mule, mboga ya majani inachanganywa mule, unapewa na kijiko. Tena ukisubazuba kinawekwa hapo, wewe mwenyewe utajikusanya wewe mwenyewe, wala hata ulalamiki, wala ujisikii vibaya, yani kabisa. Wala huwezi kudoubt, huwezi kuuliza, jamani, mbona hamsio safi? Yani kwanza hapana ndio kusikiliza. Wewe unachojali pale tumbo lako lipate chakula, njaa ishe. Mambo mengine hayo baadaye. Ila mwingine mahala fulani ametengeneza vizuri kabisa. Kuna ukiingia pale unanawa maji kabisa, ile kuna sanitize pale unanawa kabisa, unaingia viti viko vizuri, meza nzuri kabisa, unasikiza kwa utaratibu, lakini hakuna mtu anaenda kula hapo. Wao ukifikiri kwamba hivi kwa kuwa pale ni wachafu, hata mtengeneza hapa kizuri watakuja kwa sababu ya usafi, tashangaa sana, hakuna anayekuja hapo. Ndipo sasa lazima tuwe na ufahamu wa kiroho. Yule si tu chakula, kuna namna ambayo ina ushawishi wa kukamata nafsi ya kila mtu kwenda kununua kwake. Ndicho ninachokizungumza hicho, nguvu ya ushawishi. Kwa hiyo sasa tunaposema huduma yenye ushawishi ni ipi? Biashara yenye ushawishi ni ipi? Kazi yenye ushawishi ni ipi? Kuna mtu anakuwa anapata tenda mpaka anazikataa, ila wewe hujai kupata hata moja. Unajiuliza sasa, mimi kwani imekuaje? Mimi nina tofauti gani na huyu mtu? Mbona jamani wenzangu, hivi nyinyi wenzangu mnafanyaje? Nguvu ya ushawishi. Sasa basi, huduma yenye ushawishi ni ipi? Ni ile inayogusha mioyo, inabadilisha maisha ya watu na inadumu hata baada ya muda mrefu, lakini pia na kuleta ustawi au na kustawi.
Huduma yenye ushawishi ni ipi? Ni ile inayogusa mioyo, inayogusa mioyo, inayogusa mioyo, inayobadilisha maisha ya mtu na inadumu hata baada ya muda mrefu na kustawi. Sio kudumu tu, lakini pia katika kudumu kwake ina ustawi. Hujawahi kumwona mtu anapita au yupo kwenye mazingira yako, halafu ukatamani kumwangalia tena na tena, ukatamani hata basi ungepata ingalau nafasi siku moja uzungumze naye? Kwa kumwona tu unaweza usijue ni nani, lakini kuna mtu umemwona tu, lakini ndani ya moyo wako kuna mguso fulani. Unaweza usielewe kwa undani sana nini, lakini kuna mguso fulani. Ina maana huyo mtu sio wa kawaida. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18. Mwanzo sura ya 18. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo unaweza kuwa na mguso kwenye maisha ya watu. Mwanzo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana Mungu akamtokea Abraham karibu na miaroni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa jioni. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipoangalia nao, alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Ama unisikilize. Ibrahim amekaa mlangoni kwake nje ya nyumba yake, ana mawazo yake, anafikiri mambo mengi sana. Amefika muda, miaka imepita, amesubiri ahadi ya Mungu ya mtoto, uzee umeshamkamata. Akimwangalia Sara ameshazeeka, amekaa na tafakari, ameshika, inawezekana ameshika tama. Akiwa amekaa na tafakari, Biblia inasema akawaona watu watatu. Akaona watu watatu wanapita, lakini kumkabili yeye. Biblia inasema alipowaona akawakimbilia. Watu watatu hawa alikuwa Mungu pamoja na malaika wawili. Bila shaka alikuwa ni Mikaeli na Gabrieli, wameambatana Mungu katika msafara. Kitu gani kinachompekea Ibrahim? Anawakaribisha wapita njia, na anapowakaribisha anaenda mpaka anasujudu miguuni mwao. Hawa walikuwa na ushawishi, walikuwa wamebeba ushawishi fulani ambao kwa sababu Ibrahim walikuwa ni mtu wa rohoni, kukawa kuna mawasiliano ya kiroho. Akagundua hawa sio watu wa kawaida. Biblia inasema alikuwa amekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Maana yake alikuwepo pale, watu walipita wengi. Kwa nini sio yule? Kwa nini sio wale? Kwa nini hawa ndio waje aenda akawalaki na wasujudie? Maana yake walikuwa na ushawishi ambao ulimpelekea Ibrahim akawakaribisha, akawachinjia mpaka na ndama, wakala na baadaye wakaondoka. Biblia inasema walipotaka kuondoka wakamwambia Sara, mtoto yuko hapa, majira kama haya mwakani atakuzalia mtoto wa kiume. Hawa watu walikuwa na ushawishi. Kumbe kuna uwezekano tumeshindwa kupenya, tumeshindwa kwenda,
Hatukufanikiwa kwa sababu tulikosa nguvu ya ushawishi. Utasema hakuna ajira, utasema biashara ni ngumu, utasema maisha ni magumu. Maisha sio magumu kwa watu walio na ushawishi, kwa watu ambao wanajua namna ya kutenda. Ushawishi waweza kuwa wa kishetani, waweza kuwa wa kimungu, kwa sababu ni mfumo wa kiroho ambao unamvaa mtu, anakuwa na nguvu ya ushawishi. Mfano mwingine kwenye Biblia wa nguvu ya ushawishi utaijuaje? Fungua kitabu cha Luka ile sura ya 24. Luka sura ya 24. Utasoma kuanzia mstari wa 13 hadi ule mstari wa 31. Hadi mstari wa 32. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda katika kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana wao kwao, Yesu mwenyewe akakaribia, akaandamana nao. Stori zikaanza. Yesu akauliza, mnaongea kitu gani? Mambo gani mnaongea? Kwa nao mgeni, hujui mambo yalitokea hapa. Kuna mtu kaza kutenda miujiza na ishara, alikuwa si wa kawaida. Baba zetu, wakuu wetu walimkamata wakamuua, na wanawake kadha wa kadha watupasha habari sasa hivi asubuhi amefufuka, hayuko kaburini kama alivyosema. Yesu hakuwa amejifunua kwao. Nimesema walifungwa macho wasimtambue. Akamwambia, kwani ninyi hamuelewi maandiko? Akaanza kuwafundisha. Alipoanza kuwafundisha hawa watu, mioyo yao ikawa inawaka kumsikiliza zaidi. Tunajuaje hayo? Mstari wa 32. Baada ya kuwa amejifunua kwao, wamemtambua ni Yesu. Mstari wa 32, wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Maana yake nini? Alikuwa anagusa mioyo yao. Alipokuwa anazungumza anagusa mioyo yao. Kwa hiyo hawakumuona ni mtu wa kawaida, na ndio maana maandiko yanasema walipokaribia kufika nyumbani kwao, Yesu akajifanya anaendelea mbele na safari yake, ili aone hao watu wamenielewa au hawajaelewa. Biblia inasema wakamshurutisha, wakamwambia, ni usiku sasa, hebu uingie nyumbani kwetu kwa sababu ni jioni. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwa nini hawa watu wamemkaribisha Yesu? Unaona huyu mtu mwenye kitu, kuna kitu ndani yake, ana ushawishi huyu. Tunaweza tusifaulu na kufanikiwa katika ulimwengu huu kama hatuna nguvu ya ushawishi. Hatuna ushawishi. Ushawishi ni uwezo wa kiroho unaogusa maisha ya wengine, unaogusa mioyo ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi ambavyo kumbe ushawishi unaweza ukawa hivyo. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 34 hadi mstari wa 40. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 34 hadi 40.
wanavunjwa moyo na kukata tamaa kwa sababu ya vitu wanavyoviona. Kwa sababu ya vitu wanavyoviona. Kuna watu wanaanza vitu, hawaoni mguso katika vile vitu, wanaacha wanafanya vitu vingine. Kuna wakati kitu unachofanya ili watu wakiamini lazima kijaribiwe. Watu hawawezi kuweka tumaini mahala ambapo hawana uhakika, hawana uthibitisho wa kiroho kama kinaweza kuwepo kesho. Na hii sio lazima watu waone. Kwa kawaida mawazo ya mtu yanapimwa. Kuna mtu hufanya kitu wa kujaribu, anaweza asiongee kwa kinywa, lakini ndani ya moyo wake ana testi zake, anajaribu aone kama anaweza kupata watu wakaja. Sasa hiyo hauwezi kufanikiwa, kwa sababu wakati wewe unawaza hivyo, kuna mtu anawaza vingine, kwa sababu kuna mawasiliano ya rohoni kati ya mtu na mtu, au kati ya roho na roho kuna mawasiliano. Ndio maana mambo huwa hayapimwi kwa wingi, yanapimwa kwa namna ambavyo yanaweza kukaa yakadumu kwa muda. Na kila ambacho kinadumu kwa muda kina mpangilio ambao umewekwa. Angalia, nataka nikuonyeshe namna ambavyo mwalimu mmoja wa sheria anaitwa Gamalieli. Huyu mwalimu wa sheria ni mtu ambaye alikuwa anaheshimika sana. Ni mtu ambaye alikuwa anatoa ushauri mwingi, na ushauri wake ulikuwa unakubalika kwa namna hakuwa anakurupuka. Siku moja imetokea wakuu wa makuhani na wazee wamewakamata mitume. Wamewakamata mitume, wakawatesa, wakawafanyia vitu kama, wakapiga mpaka gerezani. Wakataka kuwatendea neno baya. Biblia inasema Gamalieli akawaambia, naomba niwape ushauri. Kabla hamjawatendea neno lolote baya, hebu naomba kwanza mnisikilize. Hebu naomba tusome mstari wa 34, tuanzie pale. Tutasoma hadi mstari wa 40. Lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Maana wakatolewa pale ili aweze kuzungumza mambo ya siri haya. Akawaambia, enyi wanaume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatendea watu hawa, kwa sababu kabla siku hizi, anasema kwa sababu kabla ya siku hizi alitokea Theuda akijidai ya kuwa ni mtu mkuu. Watu wapatao 400 wakashikamana naye aliuawa, na wote walioshikamana wakatawanyika, wakawasi kitu. Theuda alikuwa na ushawishi. Jamaa mmoja ameinuka, ana ushawishi, kundi la watu likamfuata. Lakini mwisho wa siku akafa. Alipokufa wale watu wakatawanyika, ila alikuwa na ushawishi. Akatoa mfano mwingine wa pili, mstari wa 37. Baada ya mtu huyo akaondoka Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikwa orodha, akavuta watu kamba nyuma yake, naye pia akapotea, na wote waliomsadiki wakatawanyika. Sasa itokea na mtu mwingine ambaye ni Yuda Mgalilaya, pia alionyesha maajabu yake hapa.
lakini baada ya muda akatoweka, kundi lote likatawanyika. Mstari wa 38, basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hao, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Theuda alikuwa na ushawishi wa kibinadamu, na kila cha kibinadamu ndicho cha kidunia, na cha kidunia ndicho cha kishetani. Yuda Mgalilaya alikuwa na ushawishi wa kibinadamu, lakini hawa tunaowaona anasema kama ushawishi wao, kwa sababu ilikuwa ni watu ambao wameingiza mila mpya, na kila mtu kila akisikia anachanganyikiwa. Biashara yao ikaanza kufanya. Kuna vitu ambavyo walikuwa wanafanya vya sivyo vya kawaida, lakini ukiangalia sosi yao mitume, ukirudi nyuma sura ya 2, walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa wanatembea na ile power. Ile power ndiyo ambayo ilikuwa inatakt mioyo ya watu, ilikuwa inashawishi fikra za watu, mawazo ya watu, akili za watu, na wakawa wanaenda kwao. Anawaambia ikiwa watu hawa kazi waifanyayo imetoka kwa mwanadamu itakufa, lakini kama imetoka kwa Mungu mtaweza kuwa mnashindana shauri la Bwana na hakuna atakayesimama. Bwana Yesu asifiwe. Hii maana yake ni nini? Gamalieli anajaribu kutofautisha watu kwamba kuna watu walienda wakafanikiwa, lakini mwisho wakafa, kila kitu kikaharibika. Lakini kile ambacho Mungu ameenda, na ndio maana sasa lazima ujue namna ambavyo waweza kufanikiwa kimungu, kwamba okay, anyway, nimesoma, lakini je, naweza kupata kazi kwa sababu ya vitu nilivyo navyo? Nina kipawa, je, naweza kufanikiwa na kipawa tu kwa sababu na kipawa nilicho nacho? Kwa nini wengine wanafanikiwa? Wanafanikiwa kwa sababu iko nguvu ndani yao. Kuna roho inayooperate kwenye maisha yao. Hii roho ndio inayovuta, ndio inashawishi, ndio nguvu yao ya ushawishi, kushawishi maeneo waliopo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunaangalia siri ya kuwa na huduma yenye ushawishi, siri ya kuwa na biashara yenye ushawishi, siri ya kuwa mfanyakazi ambaye unaweza kupendwa ofisini. Danieli alikuwa na nguvu ya ushawishi. Maneno yake alikuwa akizungumza, kila mtu anayakubali. Tunaona ushawishi, nguvu yake ya ushawishi inaonekana sura ya 1 mstari wa 8 kitabu cha Danieli. Biblia sema akaadhibu hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme, akamfuata mkuu wa matoashi akamwambia, tupe mtama na maji tule, hiki chakula usitupe. Mkuu wa matoashi akasema, hapana, hii jambo mnaolifanya ni hatari kwangu, kwa sababu mwisho wa siku mtaonekana nimekonda kuliko wenzangu. Mwisho wa siku nitaambiwa nitoe maelezo, kwa mtahatarisha kitu chako. Akasema, basi kama unaogopa hivyo tujaribu siku. Maandiko nasema akakubali SMS. Akasema sawa. Kwa nini amekubali? Nguvu ya ushawishi. Kwa tunaanza kumuona Danieli ana nguvu ya ushawishi. Ametoka pale, tunamuona sura ya 2. Nebukadneza anaota ndoto. Ndoto inakosa watafasiri. Anatangaza kwa wao wenye hekima wote wa Babeli. Tunamuona Danieli anaingia kwa mfalme, anamwambia mfalme, usiwe na hasira, nipe muda, nitakupa tafsiri. Mfalme akapose, akasema okay sawa, nakupa muda. Maana yake ana nguvu ya ushawishi, si tu kumshawishi asipeze, mpaka kumshawishi na mfalme. Alikuwa na kitu si cha kawaida ndani yake. Kuna aina ya maisha ambayo alikuwa anayaishi, ambayo yalijenga kitu kikubwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
6 hiyo unamwona Dario akazimu kumfanya kuwa mkuu kati ya wale wasimamizi watatu ili asipate hasara. Maana yake nini? Kuna namna ya utendaji kazi wake ambao unampelekea mpaka mfalme anashawishika ampandishe cheo. Nguvu ya ushawishi. Ukisoma Danieli sura ya 6 mstari wa 10, tunajua siri ya Danieli. Siri ya Danieli. Maandiko yanasema hivi kwa kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Naomba nisome hapo. Unaona siri ambayo ilikuwa imelala kwa Danieli, kwamba Danieli alikuwa sio mtu wa kawaida, lakini huku kutokuwa mtu wa kawaida, je, kulitokea tu? Yaani alikuta tu nakuwa hivyo? La hasha. Kuna kitu ambacho kimemfanya asiwe wa kawaida. Danieli ile sura ya 6 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akisali, akashukuru mbele za Mungu, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Watu wengi tumekuwa na maombi ya zimamoto. Maombi ya zimamoto ni yapi? Ni pale ambapo umestaki mahali umefeli, ndio unamkuta mtu sasa anafunga, ndio unamkuta mtu anaanza kuomba, lakini hana system, hana mfumo wa kugenerate power ndani yake kila siku. Mtu atafunga kwa sababu kanisa limetangaza. Lisipotangaza mtu hafungi mwaka mzima. Mtu atasoma Biblia kwa sababu tu ameenda kanisani. Siku hakwenda kanisani hawezi kusoma Biblia. Kwa hiyo kama hawatasoma Biblia kanisani hawezi kusoma mwaka mzima. Watu wengine wataenda kanisani kuabudu kwa sababu kuna Pasaka. Hakuna Pasaka hata enda kuabudu hata mwaka mzima. Kuna matukio kanisani, utamwona kanisani, hakuna matukio hata enda. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu anategemea afanikiwe mambo. Kuna watu wamejipanga, watu wa giza wanaofanya ibada. Wako wakina Farao ambao wanaamka asubuhi na mapema wanaenda mto Naili. Halafu unataka umuondoe Farao kwenye title yake. Unataka umuondoe Farao kwenye mchakato wake wa maisha. Wewe upenye pale, yaani upite ukatize mbele ya Farao. Kwa hiyo hauwezi kukatiza mbele ya Farao. Kwa hiyo tumeshindwa kukatiza mbele ya Farao ambaye anashikilia baraka zetu za kiuchumi, baraka zetu za kiafya, ni kwa sababu hatuna power. Danieli hakufungua madirisha kuomba mara ya kwanza kama alivyokuwa anafanya huko mwanzo. Ana madhabahu, ana ibada huwa anafanya. Ana mfumo wa kufanya ibada kwenye maisha yake. Hautegemei ratiba za ibada kanisani. Hautegemei matukio yanayotokea kanisani. Ni mfumo wa maisha yake anaotengeneza. Kwa sababu anahitaji nguvu ya ushawishi. Anahitaji akaenda kufanya kazi zake, kila mtu ampende. Kazi yake inakaa. Apate nafasi nzuri. Tunaweza kuzipata hizo nafasi. Kuna aina ya wateja na wahitaji. Tunawapataje wana wateja? Huwezi kuwapata kuwafuata ukawapa hela. Kama wao wanajua nitakupunguzia njoo. Haiba. Uje kusikia mtu kabisa anamwambia njoo, wewe nenda kule njoo. Kule unapata nini? Nitakupunguzia. Anakuzia shilingi ngapi ile gauni? Anauza 30,000, nitakuzia 25,000. Nasema sio ni kama ni nzuri, wapi niache. Kabisa.
Hili kupunguza kote biashara nimepunguza mpaka bei haujui. Issue sio bei. Issue kuna nguvu inayovuta kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mguso wa kiroho. Kuna upako wa kiroho. Kuna nguvu ya roho ambayo inavuta watu waende kwenye ile duka. Wanavutwa waende pale. Hawaendi kwa sababu wanataka. Nilikuwa nasoma kwenye Biblia andiko moja, Yesu akasema hivi, mtu hawezi kuja kwangu isipokuwa amevutwa na Baba. Nikaangalia hii mekanism ya kiroho, spiritual, huu mfumo wa kiroho ambao Yesu anasema, kuna watu hawezi kuja kwangu isipokuwa wamevutwa na Baba. Na mpaka Baba awavute, maana yake kuna uhusiano wangu mimi na Baba. Si tu kusema unajua imeandikwa watu hawezi kuja kwangu wasipovutwa na Baba. Nini kinachowavuta? Ni Baba. Wewe na Baba mna uhusiano. Ndio maana muona Yesu, kwa sababu anajua mfumo ni Baba kuwaleta. Yesu akimaliza huduma anakwenda mlimani piga magoti. Anaomba. Wewe si Mungu. Si Mungu. Anaomba tena. Sasa mimi naambia sio Mungu. Kama Yesu sio Mungu, amezaliwa bila mwanaume, lakini bado anaomba, anafunga, anajinyima ili afanikiwe kwenye michakato yake ya hapa duniani, lazima kujiuliza swali, how mimi nawezaje kufanikisha michakato yangu ya hapa duniani? Je, kwa mfumo huu ambao maisha yangu yapo tu, yani nipo tu, yani hakuna commitment yoyote ya kiroho. Commitment ya kiroho ni ya muhimu sana. Commitment ya kiroho ni ya muhimu sana. Kuna watu ambao hawana commitment ya kiroho. Hawajibiki. Hakuna mahala anapowajibika. Watu wasemaga ndege ambaye hana makazi. Mimi sina kama ndege huwa hana makazi. Sio kweli. Ndege hawezi kulala popote. Ndege hawezi kulala popote. Ndege ikiwa jioni anajua mti wake, anajua kiota chake. Tunashangaa sisi wanadamu hatuna commitment. Huwezi kumjua huyu ni wa wapi. Huwezi kumjua huyu mtu ni wa wapi. Mungu ili akusaidie, maana yake lazima achunguze, lazima aone umewekeza wapi. Biblia inasema ilipo hazina ya mtu ndipo na moyo wake utakapokuwa. Hazina yako iko wapi? Huwezi kusema hivi, mimi kila mahala ni kwangu tu. Mimi nakaa kila nyumba. Unakaa kila nyumba. Unamaanisha nini? Yaani maana yake, mimi sina mahala maalum. Naweza kusali nje na badilisha wiki hii. Wiki inayofuata nikiangalia tena kusali kwa kuhani Musa. Unasali kwa kuhani Musa, baadaye unasema tena Kawe. Nende Kawe na kuna pekee mpaka. Na Kawe baadaye unasema ngoja niende kwa mwingine bwana. Ndio unaanza kwa mwingine na kama ngoja niende kwa Kobe. Kobe ndio kuna sheria kwa kuvaa kitambaa. Hakuna siendi. Acha niende na nini mlima moto. Niko chini. Kuanzia Januari mpaka Disemba kuna mahala umeseto. Kuna watu wanaishi. Kuna commitment. Mungu anakusaidia. Ndio maana tuna aina ya watu ambao wanaenda na upepo. Upepo kivumo huko wanaenda. Hawana commitment. Na ni jambo ambalo ni hatari kwa Mkristo kutokuwa na commitment.
ueleweki katika maisha yako, mbingu hazikuelewi. Utasaidiwa wapi? Hiyo ni aina ya kwanza ya commitment. Aina ya pili ya commitment ni mtu kwamba mimi nasali mahala fulani, lakini ratiba yako na Mungu lazima uifuatilie kwa ukaribu. Utakuta mtu yuko loose tu, leo amekuja, kesho kwa nyumbani amekaa ametulia. Ukimuuliza kwa nini? Ni mambo tu ya ulimwengu. Nimefanyaje? Sikujisikia tu kwa kanisani. Nimejisikia tu kwa nyumbani. Nina stress na msongo wa mawazo. Una nini? Una stress, una msongo wa mawazo, amekaa nyumbani. Si ajabu wakati na msongo wa mawazo na stress, Mungu alishatuma package yako kwa malaika aliyoko kwenye kanisa. Hivyo unajua kila kanisa lina malaika wake. Yule malaika ambaye yuko kwenye kanisa husika huwa anapewa parcels za wale wa pale kanisani. Anaposimama mhubiri akapreach, anakabidhiwa kifurushi yeye bila kujua. Anaweza kutamka wakati mwingine maneno ambayo hayatokani na yeye. Anaweza kufanya activities ambazo wakati mwingine hajazikusudia wala hakuzipanga siku hiyo. Kumbe tayari kuna malaika ambaye sasa amepokea parcel. Kwa sababu Maandiko yanasema kwa kanisa linapofurahia andika. Ina maana malaika huyu ndiye anayewakilisha kanisa la mbinguni. Maana ndio lango la Mungu mbinguni. Hasa Mungu anapokuletea sasa uko nyumbani, umeshika tama na stress. Anasema okay, hatujamkuta. Basi unaendelea kuhasho. Unasema Mungu hanipendi. Mungu hanipendi. Au inawezekana umekuja kanisani, ila ulipokuja kanisani unasema nilimzoea na ubiri hayupo. Hata sasa kutaka attention sana ya kusikiliza, unalala. Akili inakuwa haipo kanisani, unapokusanyika. Wewe ukifikiri kwamba yule mzoea na majibu yake, naye anapewa kwa sababu ni kuhani wa dhambi. Anapewa kwa sababu yuko malaika, ambaye malaika ndio amepigwa chapa kwenye hilo kanisa. Ndiye ambaye anamiliki hilo kanisa. Makanisa yanamilikiwa na Roho. Yuko malaika ambaye ni malaika wa kanisa, ndio amekaa pale. Na ndio maana anaweza kusimama mtu yote kwenye mimbari hiyo, na watu wakaguswa na wakasaidiwa saa hiyo kulingana na ratiba ya kimbingu. Kuna saa fulani ambayo ratiba ya kimbingu anawekwa mtu ambaye huenda huyo mtu maana yake Mungu amemwandaa kwa ajili ya baraka za watu fulani. Hapo ujui na una taarifa. Ndio maana kama kuna kitu kibaya katika maisha ya kiroho ni kuwa na mazoea. Roho ya mazoea mbaya sana. Roho ya mazoea ni mbaya sana. Ukizoea nguvu za Mungu umekwisha. Kanisa ni mahala pa majibu. Kanisa ni mahala pa msaada. Kanisa ni mahala pa kubadilishwa tabia. Ni mahala pa kubadilishwa mifumo ya maisha. Kwa hiyo hatuji hapa kama nyumbani. Hatuji hapa kama tunakwenda sokoni au tunakwenda restaurant. No. Hatuji hapa kama tunakwenda bungeni, watu tunakwenda mahakamani. Tunakuja tukutana Mungu ambaye ni Mungu wa dunia yote, ambaye amemstakabali wa maisha yangu, anaweza kuyabadilisha maisha yangu leo. Ndio maana kuna watu ambao walienda nyumbani mwa Bwana wakapachukua kwa kawaida, walienda katika uwepo wa Bwana wakapachukua kwa kawaida. Uwepo wa Mungu upo kuponya, lakini bado hawakuponywa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa ila kuna watu walienda wakasema hapana, ni kweli sina mara pa kupita, lakini hapa sio pa kawaida. Wakatafuta namna, juhudi lazima nitoke na muujiza hapa. Roho ya mazoea ni mbaya. Roho ya mazoea ni mbaya. Na ziko sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu akavaliwa na hiyo roho ya mazoea.
usipokaa vizuri zinakufanya. Ukianza tu kuona kanisa ni mahala pa kawaida, hapa sasa pazoea tunakuja tu hapa pa kawaida. Sasa sio pa kawaida. Hapa sio pa kawaida. Kuna malaika wa Mungu yuko hapa. Yuko malaika masaa 24. Yuko hapa. Anawakilisha ufalme wa Mungu hapa. Ni chapa na muhuri ambao umewekwa kuwasaidia watu watakaokuja hapa. Ndio maana utamuona Suleiman baada ya kuwa amejenga ile hekalu anasema, Bwana, naweka wakfu madhabahu au nyumba hii, mtu yeyote akipigwa na adui zake akakimbia akaja kwenye hii nyumba, msikini mpogo, anasema hata kama ametenda dhambi, kwa maana hakuna asiyetenda dhambi, bado mrehemu. Ndio maana kuna watu ambao kwenye Agano la Kale ilikuwa ikitokea shida wanakimbilia kwenye madhabahu, wanashika pembe za madhabahu, huwezi kumuua. Kwa nini? Unamuoja mbele za Mungu. Siku moja Yoabu akakimbilia kwenye madhabahu, alikuwa anakimbizwa Yoabu, akashika madhabahu. Wale watu walitumwa na Suleiman, akasema amekimbilia kushika pembe za madhabahu. Akasema sana, nendeni mwambieni mfalme anamwita, hekima ya mfalme. Akaenda kama mfalme anapita, akasema siondoki hapa, mtafia hapa. Wakaenda akasema hivi, amesema atafia hapa. Akasema anasemaje? Atafia hapa. Kamueni sasa neno lake. Uwezi kusema, usiseme nitafia kanisani, utauawa wewe. Kwa sababu kanisani sio mahali pa kufia, ni mahali pa kurejesha uhai. Kuna watu ambao mtazekea hapo hapo tu. Kanisani sio mahali pa kuzekea. Kanisani mahali pa kurejesha ujana wako kama tano. Na hapo mko tu hapo, mtazekea hapo mwisho wa bure. Mwambie sizeki. Hapa niko mahala sio pa kuzekea, sio mahala pa mwisho, ni mahala pa kuongezewa siku, sio mahala pa kufia, ni mahala pa kuongezewa uhai, sio mahala pa kuzekea, ni mahala ambapo ujana wangu unarejeshwa kama taa. Lazima uwe na imani ya namna hiyo. Na ndio maana ukija kanisani sio acha tu niende, unajua ndio siku zangu na kwa hiyo acha tu niende, sina mahali pengine. Sio sina mahali pengine. Siendi kwa sababu sina mahali pa kwenda. Ninakwenda kwa sababu kuna uzima wangu. Ninakwenda kwa sababu kuna maongezeko yangu. Nakwenda kwa sababu kuna ushindi wangu. Nakwenda kwa sababu ni mahala Mungu amepatenga pa kidunia kwa ajili ya kukutana maisha yangu. Maana ninapokwenda, maana nina imani na kwenda kukutana na Bwana. No matter kuna nani kanisani, ile nimemfuata Bwana. No matter nani amesimama kanisani, lakini kuna aliye malaika mkuu kuliko mtu. Huyo hawezi kunizuia kupokea baraka zangu. Mimi nilienda kanisani, wakanikwaza, pana makwazo pale. Sikiza, makwazo hayana budi kuja. Mahala pote utayakuta, lakini kuna malaika wa Bwana ambaye amepewa dhamana ya uhai wako, dhamana ya maisha yako. Jiconnect na yeye kwenye madhabahu, kwamba yeye ndio mlinzi wa madhabahu, ndio mlinzi wa kanisa, ndio mlinzi wa matakatifu. Nikienda kwake atanisaidia kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Amen. Angalia wakati Daudi anajenga madhabahu ya Bwana, alimuona malaika. Biblia inasema alimuona malaika mkuu ametoka, amesimama kwenye kiwanja cha Arauna. Malaika maana nini? Ameenda kusaini kwamba hapa ndio mahali pa kujengea madhabahu ili shida za Israeli ziishie hapa. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, natangaza kwenye familia yako, natangaza kwenye maisha yako, mahali hapa ni mwisho wa matatizo yako, ni mwisho wa laana zako. Ukija umelaaniwa, Mungu anakupa baraka, ni mahali pa kurejeshwa. Ndio maana inaitwa nyumba ya mabadiliko. Haijalishi kwenu kuna mizimu, haijalishi kwenu kuna namna yote, muamini Bwana, mtumaini Bwana. Anasema, je, kuna jambo gumu asiliweza Bwana? Ukimwamini Bwana anaweza kubadilisha, anaweza kutengua hukumu. Ni mahala ukija umehukumiwa, hukumu zinatenguliwa. Nasema kuna hukumu
nimekosa upenyo na kwenda kupokea upenyo. Kuna siri sijui nikafunuliwa siri zangu. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, utamwona Yohana akauliza kwa malaika, hivi zile yale maji yale maji mengi yale ni nini? Alikuwa ameona maono. Malaika akamwambia maji wale mataifa. Na yule mwanamke ambaye umemwona ana vilema, huyo akamtaja na jina. Maana nini? Mahala ambapo majibu yako yanapatikana. Ni wewe tu uliamua, ni wewe tu umeweka ugumu moyo wako, ni wewe tu unafikiri kibinadamu, ni wewe tu unawaza kibinadamu, ni wewe tu shida za maisha zimekuchosha. Lakini hapa ukija ni mahala pa pumziko, ni mahala pa ushindi, ni mahala pa uzima, ni mahala pa baraka, ni mahala pa uzima. Na ukija hapa kuja kwa adabu, unakuja hapa kwa adabu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ukija hapa ndio kwanza umeweka kiti unapiga umbea. Kama kana shaka. Hiyo umekosa mahali pa kupiga umbea. Ndio uje upige umbea hapa. Alafu unategemea umuone Bwana. Never. Hizo ni siri za rohoni ambazo unaweza usiambiwe, au unaweza ukaambiwa na ukazipuuza, kwa sababu pia nayo inategemea mtazamo wako. Unakosa ushawishi wa kiroho kwa sababu hauna mahala pa kugain nguvu, una mahala pa kuchaji. Sikiliza, maji unataka kuyanywa, ukiyakojolea haifai kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakuwa ni jambo la ajabu ukaenda kwenye mtungi wako pakojolea, afu kasema unakunywa maji. Huwezi kunywa. Haiweki. Hii maana yake nini? Huwezi kutegemea hapa. Ndio maana wanakuwa na angalia kwa waganga wa kienyeji, kwenye kihenge cha mganga kienyeji, yaani haukai ovyo ovyo. Na hata kuingia unaambiwa usipige kelele au ingia kinyume, kuna utaratibu wa kuingia. Au ingia kama unaingia unaenda matango. Kacha. No, hata umekaa kimakini. Umekaa umetulia. Sio umekaa huko na uko ibadani, mtu anakusanyesha mpige kibao. Akisema hivi, mume nipige, mwambie mchungaji aliniambia. Mbona sijasikia? Haukuwepo. Wewe nipe hiyo kesi. Alafu mimi nitamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri kuweza kujua namna ambavyo tunaweza kusaidika kirahisi au tukakosa msaada kabisa. Hapa ni mahala pa kuteka nguvu. Hapa ni mahala pa kukutana viumbe wa rohoni. Watu waliofanikiwa walikuwa na mahala pao wanakutana roho. Wewe unapo? Na kama unapo, je, umepata value? Umepata famili? Umepata kipaumbele kiasi gani? Kuhani wa madhabahu ni mtu anayeheshimika, kwa sababu yeye ndiyo chapa ya Mungu kwenye madhabahu. Unapokuwa huwezi kuona uungu, maana yake umekosa msaada aliobeba. Wakati mwingine mnaweza msione mgusho wa kimungu kanisani kwa sababu hujiweka. Yesu alienda katika kijiji alichokulia au alichozaliwa, alicholelewa. Biblia inasema hivi, hakutenda miujiza kwa sababu hawakumwona. Wakasema amepata wapi hekima? Tunamjua huyu, si mwana wa Salimao na mambo yake, sina familiarization, roho ya mazoea. Yesu
hakufanya miujiza. Akaondoka. Je, hakufanya miujiza ana nguvu? Alikuwa nazo nguvu. Mimi wanajiulizaga kitu kimoja. Kwa nini mimi nikitoka nje nikienda kwenye madhabahu za wengine wanafanikiwa? Mbona hapa kwangu wafanikiwa? Wanajiuliza, au labda nibadilishe wa kule nimlete hapa au mimi niende kule? Ni kitu ambacho kinanisumbua kwenye akili yangu. Najaribu kujiwaza, okay. Sina nguvu za Mungu. Mbona huku zipo? Huku mbona hazipo? Huku mbona hakuna mazoea. Ukimzoea mtumishi wa Mungu, hauwezi kuona uungu ndani yake. Mtumishi wa Mungu ni mwanadamu. Mambo usikize. Mtumishi wa Mungu ni mwanadamu wa kawaida kabisa. Wa kawaida kabisa. Anaweza kuwa na madhaifu. Anaweza kuwa na madhaifu kuliko hata wewe. Ila sio mwenzako. Kwa nini sio mwenzako? Kuna kofia amevishwa. Kuna crown amevishwa. Kinachomfanya anakuwa vile sio yeye, ni neema ya Mungu. Ndio maana Yesu katika maisha yake, ingawa alizaliwa kwa muujiza, ni roho imetoka mbinguni, lakini utaona alitafuta vitu vitatu kwenye maisha yake yote ya kukua: nguvu, hekima na neema ya Mungu. Full. Hiyo ni Luka sura ya 2 mstari wa 40. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ni mambo ambayo Yesu ameyatafuta. Ni Yesu amezaliwa kimeujiza huyu. Anakanda kufanya huyu, lakini kuna vitu ametafuta kwenye maisha yake. Nguvu za Mungu, ametafuta hekima ya Mungu na neema ya Mungu ili waje imsaidie kutatua katika shughuli zake mambo atakayokabiliana nayo. Kwa hiyo kuna cover watumishi wa Mungu wamepewa, kuna neema wamepewa. Neema niliyopewa mimi sio kama uliokuwa nayo. Kwa sababu mimi lazima nipewe neema ambayo itanisaidia kuwasaidia nini? Kuna hekima Mungu atanipa ambayo itanisaidia niwasaidie nini? Ndiyo maana Suleiman alimwomba Mungu ampe hekima kuliko raia wote wa jamhuri ya serikali ya Israeli. Mungu akampa hekima kupita hata wafalme wote. Kwa nini? Ili aweze kuingia na kutoka mbele za watu, aweze kutatua shida za watu. Sasa hicho kitu kinataka kujua mtumishi wa Mungu, ila usinufaike na matunda na baraka alizobebesha mtumishi wa Mungu. Ukabaki kusema tu, mimi nashangaa maisha yangu hata sielewi. Utashangaa zaidi na utabaki pale. Kwa nini? Kwa sababu hujajua siri. Hujajua siri ya nguvu ya ushawishi. Hujajua siri ya kufanikiwa. Haujajua siri ya kutoboa mahala pagumu. Hujajua siri. Kuna maneno ambayo ukiyaheshimu, ukayafanyia kazi na ukasimama katika yale, adui anapokuja hakuangalii wewe. Akikuona wewe, anamuona yule aliyetumwa kwa ajili yako. Ndio maana mbinguni, kwa nini shetani akija Yesu anatokea hata kama hayupo? Maanake nini? Kwa sababu Yesu umemwamini. Maanake shetani hamogopi wewe, anamogopa Yesu. Kwa sababu wewe una dhambi, una mataputapu, lakini Mungu anapomwona Yesu anasema sawa, nimeelewa. Naona umekinga vya kwako, kwa sababu wewe ndio umekufa kwa ajili yao. Sasa nipata kufanya jambo, lakini nimekuona utokeza. Wewe unaye nani wa kutokeza kwenye maisha? Wakati Mungu anakuletea msaada, Mungu anakuletea watu, unawashusha thamani. Unaona kawaida tu. Mimi naomba Bwana, mimi naomba kila zaidi yake ataweza kuomba. Unaweza kuwa naomba zaidi yake, ila una neema ni nani? Kwa sababu maombi yasaidia. Unaweza kunielewa tofauti nikisema maombi hayasaidii. Kuna watu wanaomba. Musa alikuwa anajua njia za Mungu. Wana wa Israeli walikuwa wanajua matendo makuu ya Bwana. Mungu anapokupa baba wa kiroho,
kwenye maisha yake mpaka Mungu ameamua kukupa awe baba kwako, ina maana ana vitu vinavyokuzidi wewe. Unaweza umemzidi elimu, umemzidi umri, umemzidi mali, ila kuna spiritual, kuna vitu vya kiroho wewe huna. Kuna kodi anazo wewe huna. Kuna funguo yeye anazo wewe huna. Kuna njia anajua wewe hujui. Wewe unajua tu matendo makuu ya Bwana ila hujui njia. Lakini yeye si tu matendo makuu ya Bwana, lakini namna ambavyo anaweza kufanya mpaka matendo makuu ya Bwana yakatokea. Ukamwona kawaida tu, ukampuuza na ukaona tu atamsaidia nini huyu, hata mtu mwenyewe kwanza anaona anatembea tu mguu. Kutembea mguu sio issue. Kuna watu walikuwa wanavaa singa za ngamia. Walikuwa wanakula nzige ila walikuwa na majibu ya watu. Biblia inasema hivi, watu wakatoka mjini. Wanasheria wakatoka mjini, Mafarisayo wakatoka mjini. Biblia inasema mpaka askari polisi wakatoka mjini. Akawaambia ninyi mmerushwa, mmekimbilia kufanya nini? Ila hakuwa anajua kuvaa. Unajua mtu anayekula nzige, hata ukipita kinywa chake wakati mwingine kinatoa mfupa. Alikuwa anakula nzige na sababu, yaani anakula palale. Unajua palale? Sio waliochemshwa, anaokota, hana muda wa kuchemsha. Anakula. Maisha yanaendelea. Ile jamaa imetulia, linafungua. Ina namna ya kunyosha mapito ya watu. Yaani ana uwezo, ukienda kwake akunyoshia njia. Na ukapita kwenye hiyo njia ukafanikiwa. Na alifanikiwa kunyosha njia mpaka Yesu. Imagine, mpaka njia ya Yesu mwenyewe amekuja, njia yake kanyoshwa. Maandiko yanasema ametangulia mbele ili anyooshe palipopinda, palipopoluzwa, na milima alishushe, na Yesu akapita salama. Kuna mambo mmoja amepita pa, hakuwa anajua kuvaa. Havai suti. Hatuwaheshimu watu kwa sababu wana suti, kwa sababu wamesoma. Ni kwa sababu Mungu amewaamini. Maana kama Mungu amewaamini, ni wa kuaminiwa Mungu. Kwa nini unamwamini baba yako? Ni kwa sababu ndio amekuzaa. Hauwezi kumpuuza. Ndio maana mtu akimsahau baba yako, kwanza mnagombana. Unamsahau kama anachokiangalia cha kweli. Unatoka kabisa macho na kuiva kabisa. Usitukani baba yangu, toka hapa. Na hata zinapigwa. Kwa nini? Ni wa kuaminiwa. Hata kama kwa watu wengine anaonekana waovyo, lakini huyu ni wa kuaminiwa kwa sababu bila yeye nisingezaliwa. Maana yeye ana dira ya maisha yangu. Maana yeye ana msaada wa maisha yangu. Maana Mungu amemwamini, kuna kitu akisema milango inafunguka. Haifunguki kwa sababu yuko perfect. No, anatimiza wajibu wa Mungu kwenye maisha yake. Jana maisha hana hiyo, utashangaa sana. Mungu utatumia nguvu. Utatumia nguvu. Elisha alipokuwa anaumwa, mfalme wa Israeli, Elisha amelala kitandani. Mfalme wa Israeli akamjia na kumwambia, sababu baba yangu wapiga bishara wamenikaribia. Anaumwa huyu mtu anagripa anatulia. Akaambia sasa, chukua uta, amsha. Angalia Elisha, tupa. Piga uta wa kwanza, akapiga wa kwanza, wa pili, wa tatu, akamwambia nimepiga. Akasema suluhisho ni tatu. Umeshinda adui. Akamwambia lakini ulipaswa kupiga mingi. Ulipiga tatu. Ulipaswa kupiga mingi. Akapiga kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kwenda vita yake na adui zake. Angepiga wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, angepiga hata 50 yote alionao kumaliza. Mpiga mchache. Mpiga mchache sana yao sana mimi sasa. Kwa hiyo lakini jamaa anakata roho. Yuko kitana anakata roho, lakini anatoa solution. Kuna watu Mungu amewaamini. Wanaweza kuwa wanakata roho, lakini bado ni wa kuaminiwa. Neno lao laweza kuwa njia na ikawa msima kwenye maisha yako. Usijaribu kupuuza vitu vya namna hiyo. Utashangaa sana maisha yako yanakuwa si. Ushawishi, nguvu ya ushawishi. Siri ya kwanza kabisa ya kupata nguvu ya ushawishi ni Roho Mtakatifu. Ni upako wa Roho Mtakatifu. Ni nguvu za Mungu kuwa kwenye maisha yako. Ni uwepo wa Mungu kuwa kwenye maisha yako.
Na uwepo wa Mungu unakuwaje kwenye maisha yako? Kuna Mungu watu wameweka. Hao watu Mungu alioweka wana maelekezo kwa habari ya maisha yako wewe. Uweje, uishije, ufanikiweje, utoke wapi, uende wapi? Wana ufunguo. Ndiyo maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 7, kinywa cha kuhani kimepaswa kuhifadhi maarifa. Anasema na watu huenda kwake ili wapate maelekezo. Biblia Kiingereza inaongelea vizuri zaidi. Wanasema wapate instruction, maana yake maelekezo, wapate kanuni za kufanikiwa. Maana yake nini? Kumbe tunapoenda kwa kuhani wa Bwana, unapomsikiza kuhani wa Bwana, maana yake kazi moja iliyoko pale ni kukupa maelekezo, maana yake ni kuonyesha pa kupita, maana yake ni kukusaidia katika ugumu wako. Maana yake ukishika neno lako ukasema nalifanyia kazi, nimelibeba hili neno, kwa neno lako nashusha nyavu. Na nikwambie lazima samaki ambao hakupatikana jana leo upatikane. Lazima upepo ambao ulikuwa umeshindikana na umekuwa, lazima majibu yatokee. Kwa nini? Kwa neno lako unashusha nyavu. Ni kweli nimefanya kazi ya kuchosha usiku, lakini kuna value nimempa ndani ya moyo wangu. Hiyo umeweka ndani ya moyo wako. Hazina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Hazina maana yake ni treasure, maana yake mali. Kwa hiyo ile thamani, yani ukimpa thamani mtu wa Mungu, ukampa thamani ndani ya moyo wako, chochote atakachosema utakubali, chochote atakachosema utabeba na kitakuwa msaada. Mtu ambaye hujampa value kwenye moyo wako, hata kama angesema wakifanyia kazi, hakipo. Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Jifunze kuweka value, mstari wa 40. Okay. Mstari wa 41. Ampokee nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii, naye ampokee mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki, atapokea thawabu ya mwenye haki. Moyo wako unampokea mtumishi wa Mungu? Moyo wako unampokea, unamfurahia mtumishi wa Mungu? Moyo wa mtu unaomfurahia mtumishi wa Mungu hawezi kukaa nyumbani na hana kazi yoyote. Ana shauku, leo ataongea nini kwa ajili yako. Ukiona mtu anapoteza value, ile hamu ya kuja kanisani, maana yake kuna value imeshuka kwenye moyo wake kuhusu mtu wa Mungu. Wale watu wana shauku Manchester. Ile sasa ngapi sasa? Maana yake kuna value fulani umeipa Manchester. Yaani hiyo kandanda, hiyo kabumbu umeipa value. Ndio maana hata Ulaya una uwezo ukapeleza, jamani naombeni mniamshe wakati wa kuna nini, mniamshe wakati wanataka kucheza, au usilale kabisa. Unakaa kabisa macho yani mpaka saa ya kucheza ifike. Maana yake nini? Kuna attraction power. Lakini pia kuna value ambayo umeipa hiyo tasnia. Ila kwa swala ambayo inaitwa ibada, hujaipa value. Ndani yako swala ibada ni kama kitu cha kawaida. Kwanza katika vitu vyako umeweka kitu chini cha mwisho. Mpaka hivi leo ni ibada. Uko huko. Sisi nimesahau kabisa kumbe ni siku ya ibada. Alafu nategemea eti kwamba uweze kufaulu. Kufaulu. Kuna mtu mmoja aliimba wimbo, mimi nilimpenda. Anasema kule unapopeleka mboga ukalie huko. Jamaa mmoja aliimba wimbo, yaani unapopelekaga mboga kalie huko, kuna mgani ukalie huko. Wewe mboga pale kwingine, mgani ndio ulio huko. Hivi nakuja wewe. Yaani mawazo yako, thamani yako, nguvu zako umezipeleka pengine. Ile nataka Mungu akusaidie. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mungu naomba unisaidie katika jina la Yesu. Ninaomba uniwezeshe, uwepo wako uwe ndani yangu, nguvu zako ziwe ndani yangu. Roho Mtakatifu tawala maisha yangu katika jina la Yesu.
ninaamuru kuanzia sasa, kila roho inayonishawishi kunitoa nje ya mapenzi ya Mungu, kunivuta nje ya makusudi ya Mungu, ninaikataa, naipinga kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Imeandikwa, kaeni humu mjini mpaka mvikwe uweza utakao juu. Imeandikwa jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu akatenda kazi njema. Ninaomba leo Bwana, nitie nguvu, nivalishe vazi la nguvu kwa damu ya Yesu. Yale mavazi walionivalisha, mavazi ya huzuni, mavazi ya uchungu, mavazi ya magonjwa, mavazi ya laana, mavazi ya shida, leo natupa vazi, kama vile Bartimayo alipoitwa na Yesu akatupa vazi lake akamkimbilia Yesu. Leo kila vazi ambayo imenizuia nisimuone Yesu, kila vazi ambayo imenizuia nisimuone Bwana katika maisha yangu, kwa damu ya Yesu, vazi ambayo imevaa umbo la roho ya tabia mbaya, kwa damu ya Yesu, vazi ambayo imevaa roho ya mazoea, kwa damu ya Yesu, naikataa roho ya mazoea kwa damu ya Yesu, ninaikataa roho ya mazoea kwa damu ya Yesu. Ewe vazi la giza uliyevalishwa kwenye maisha yangu, leo vuka, ninakuvua kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, kisha akanionyesha kuhani mkuu Yoshua amesimama mbele za Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili ashindane nao, kwa sababu alikuwa amevaa mavazi ya uchafu. Ninaamuru kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, yale mavazi ya uchafu yaliyompa ruhusa roho ya umaskini, yale mavazi ya uchafu yaliyompa ruhusa roho ya tamaa, leo ninaamuru lile vazi likavuliwa maishani mwangu kwa jina la Yesu. Mungu, najua wewe unajua, kama vile ambavyo ulimsaidia Yoshua ukasema mvueni mavazi ya uchafu, leo livuliwe kwenye ndoto, leo livuliwe kwenye maono, leo livuliwe lile vazi la uchovu, vazi la uvivu, vazi la magonjwa, vazi la uchafu, vazi la uovu, leo livuliwe kwa jina la Yesu. Nakuja kwako Bwana kwa damu ya Yesu, leo livuliwe. Najitenga ikiwa kuna dhambi nimeifanya ambayo imewapa uhalali mashetani kuathiri maisha yangu, ikiwa kuna kiburi, leo navunja kile kiburi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nena mbele za Mungu sasa kwa damu ya Yesu. Ondoa, mwambie Bwana akusaidie kwenye ile changamoto. Baba, katika jina la Yesu, rikapo yanda na makapa yerohutaya kama mama. Baba, tumekuja kwako Baba, tumekuja kwako Baba, tumesogea kwako Baba, tumekaribia kwako. Tusamehe Bwana kwa sababu tumekuwa mazoea. Tusaidie Bwana, tumekuwa waovu kiasi ambacho hatuheshimu nyumba yako, kiasi ambacho tumepadharau mahala ambapo umefanya tukutane nguvu zetu, tukutane uhai wetu na ukarabati wetu, tukutane uzima wetu na roho ya uhai. Baba, tazama tumepaona ni kawaida tu, tazama tumepaona hapana thamani yoyote, hatupata thamani. Katika jina la Yesu, tumeenda kwa mazoea, tumeishi kwa mazoea, tumekaa kwa mazoea, tumeabudu kwa mazoea, tumeenda kanisani kwa mazoea, wakati mwingine tumechelewa kanisani, hatukuona shida
yako, tumepungukiwa na neema yako. Ile neema imepungua, nguvu zimepungua, utukufu umepungua, hekima imepungua. Tumekosa hekima, tumekosa akili, maana umesema ukawaacha wafuate akili zao na akili zao zisizofaa, ukawaacha wafuate yale ambayo wameyapanga ndani ya mioyo yao. Baba, ukasema umeachilia waingie katika upotevuni, ukaachilia roho ya upotevu, ukaachilia roho ili rahatayata, ili waibike, ili waangamie. Baba, tusamehe, tumekumbuka mbele zako, tunageuka sasa, tunarudi kwako sasa. Baba, tusaidie mioyo yetu, tusaidie Bwana. Mioyo yetu imekuwa na ukaidi, mioyo yetu imekuwa migumu, mioyo yetu imekuwa ya kioni. Baba, geuza mioyo yetu, ondoa moyo wa jiwe, weka moyo wa nyama. Tusaidie Bwana kwa damu ya Yesu, tusaidie Bwana, tunatubu. Umesema mtubu, mrejee, ili kwamba dhambi zenu zipate kufutwa, zije nyakati za kumrudishwa. Baba, zije nyakati njema katika maisha yetu kwenye majira haya ya Pasaka, zije nyakati njema, nyakati za amani, nyakati za utele, nyakati za ushindi katika jina la Yesu. Maana hata Daudi alipofurahia nyumbani kwako, hata Samueli alipofurahia nyumbani kwako, hakuliacha neno lako lianguke chini katika jina la Yesu. Na watu wakajua ya kwamba Samueli nabii katika Israeli, kwa sababu alikuwa mwaminifu katika nyumba yako, alitenda kwa hekima, alitenda kwa utakatifu, alitenda. Baba, tusaidie era hata yakapa, tutofautishe kanisani, nyumbani kwako na nyumbani kwetu, iwe tofauti Bwana, iwe tofauti Bwana. Weka utofauti ndani ya mioyo yetu, weka elimu hiyo ndani ya mioyo yetu, ndani ya fikira zetu, ndani ya mawazo yetu. Tupe ufahamu Bwana, tusaidie roho wa madhabahu, malaika wa madhabahu ya injili badilisha, malaika katika kanisa la injili inabadilisha. Tusamehe, tumekutenda kasilani, tumekutenda kwa upuuzi. Maana Musa akaambiwa, malaika nitampa mmojawapo malaika, mwende naye na malaika huyo jina langu litakuwa ndani yake, msimtie kasilani, maana hana huruma. Baba, katika jina la Yesu, tumekosea kwa malaika ambaye umemweka ndani ya nyumba ya jina badilisha, anayebeba jina lako. Hatukumheshimu, tumemwonyesha dharau, tumetenda dharau, tumeishi kwa dharau, tumeongea kwa dharau, tumewada kwa dharau. Baba, tunatubu kama kanisa na mara pamoja, tunaomba rehema na msamaha kwa matendo yote mafu ambayo tumeyatenda, matendo yasiyozaa, matendo yasiyofaa. Tusamehe Bwana, turehemu Bwana, tuwatakase Bwana, damu ya Yesu. Yesu, umesema ya kwamba tukiziunga madhambi zetu na kuziacha, wewe ni mwaminifu na wa haki. Yesu, umesema watoto wangu wadogo niliwaandikia haya ili kwamba msile dhambi, na kama mtu akila dhambi tunayemwombezi kwa Baba, tuombee Yesu kwa Baba katika jina la Yesu. Tufutiwe dhambi zetu, tufutiwe makosa yetu katika jina la Yesu. Rehema zako Bwana ziwe juu yetu, turehemu Bwana, rehema zako ziwe nyingi, rehema zako ziwe juu yetu, rehema zako ziwe kwenye nyumba hii Bwana, turehemu katika jina la Yesu. Malaika wa rehema uliyepewa jukumu la kutufunika na kutondolea adhabu katika jina la Yesu, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako. Funika makosa yetu, funika maovu yetu yanatuchelewesha tusimuone Mungu, tusione nguvu za Mungu, tusione Roho Bwana akitembea, utendaji kazi wa kimbingu juu yetu, katikati yetu. Tusaidie Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, leta uamsho, leta uamsho Roho Bwana, leta uamsho Roho Bwana. Amsha roho zetu, amsha roho za wapendwa, amsha roho za watoto wako, amsha roho zetu katika jina la Yesu. Tufufuke katika wafu, tufufuke katika wafu. Bwana, tazama tumekufa kama tumekuwa kama wafu mbele zako, tumekuwa wafu mbele zako, tumekuwa wafu mbele zako. Hakuna kinachoishi, hakuna kinachoenda, hakuna kinachosimama, hakuna kinachofanikiwa
yetu kwa jina la Yesu. Roho ya kiburi ikang'oke, roho ya majivuno ikang'oke, roho ya mazoea ikang'oke. Nasimama kinyume sasa katika ulimwengu wa roho na kila madhabahu ya giza inayovuvia maisha magumu, tuwe na shingo ngumu, na kataa kwa jina la Yesu. Imeandikwa aunyaye mara nyingi akapofua shingo yake atavunjika ghafla, atakosa dawa katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Tunataka kuishi, tunataka kuishi, tunataka kuishi, tunataka kuishi kuona matendo makuu ya Bwana, kumuona Mungu katikati ya watu waliotai. Tutangaze fadhili zako na neema yako Bwana. Umetuchagua, umetuumba ili tutangaze fadhili zako na uaminifu wako. Ningao na kikao, tupe utulivu ndani ya mioyo yetu kwa jina la Yesu. Ingawa maisha ni magumu, hali ni ngumu, uchumi ni mgumu, lakini weka utulivu. Roho utulivu atawale, roho utulivu atawale, roho moja atawale, roho ya uzima itawale, roho ya baraka itawale, roho ya kumcha Bwana itawale, roho ya hekima itawale kwa jina la Yesu. Pokea neema Bwana na utukufu Bwana na heshima Bwana na baraka Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nalibariki jina lako na kulitukuza Bwana. Asante Bwana, maana umefungua milango ya nafsi zetu, milango ya mioyo yetu, milango ya maisha yetu, milango ya mbingu, milango ya msaada. Bwana tusaidie, tuko tayari kusaidiwa na wewe, tuko tayari kuvushwa, tuko tayari kuongozwa Baba katika jina la Yesu. Weka utii ndani yetu kwa jina la Yesu. Imeandikwa atakayevumilia hata mwisho ataokoka. Weka uvumilivu ndani yetu katika nyakati ambazo Bwana umeruhusu tupite, katika mambo ambayo Bwana umeruhusu yatukute. Weka uvumilivu ndani yetu, weka saburi ndani yetu, weka huruma ndani yetu kwa jina la Yesu. Umesema ikumbukeni subira yake Ayubu, alikuwa mwema. Mungu amekuwa mwingi wa haki kwa sababu alimtokezea tena akamsaidia tena. Tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea sifa Bwana na utukufu Bwana na heshima ni zako, uweza ni wako, mamlaka ni yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana tusaidie, tusigeuke na kuwa moyo nguzo ya chumvi, moyo wa chuma. Bwana ondoa moyo wa chuma, weka moyo wa jiwe, weka moyo wa nyama. Ondoa moyo wa jiwe, weka moyo wa nyama wenye kushika maelekezo, kushika ahadi zako na sheria zako, moyo unyenyekevu na utii kwa jina la Yesu. Tusaidie Bwana, tugeuze kama ulimgeuza Sauli, ukageuza moyo wake na ishara zile zote zitakotokea basi maisha yake kwa jina la Yesu. Asante kwa neema yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ratu shakapa katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema amen. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Mungu akubariki kwa